Maneno ya kishujaa ambayo Ngalewa alikuwa akiongea mbele ya chifu inaonekana kabisa ni maneno ambayo ni ya mwisho, huenda asirudi kutoka kwenye msitu wa kifo. Inavyosemekana ni kwamba nyayo za miguu za mtu ambaye anaingia kwenye msitu wa kifo daima huwa huangalia mbele tu, haziwezi kuangalia upande mwingine. Hii inamaanisha kwamba ukiingia kwenye msitu wa kifo lazima utapotea. Sasa hii yote Ngalewa anaifanya kwa ajili ya kunusuru maisha ya mtoto wa chifu ambaye anawindwa kwa sasa na mzimu wako Paku. Sasa chifu halioni hilo, yeye anachojali ni usalama wa mtoto wake, lakini hatamani kuona kabisa hata Ngalewa anarudi akiwa hai, japokuwa anatamani kuona dawa inaletwa kwenye himaya ya Mantale. Lakini nafikiri kwamba moja kati ya plani ambazo anaziandaa kwa sasa chifu ni kuhakikisha anammaliza kabisa Ngalewa. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Anova Films, then tukaanze uchambuzi rasmi kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea kwenye episodi safi hapa. Sasa tukianza na vita kati ya Kitana pamoja na Nandela ambayo imekwenda kuanzishwa mara baada ya Nandela kugundua kabisa kwamba Kitana anaweza akawa mtu ambaye atakwamisha mipango yake. Sasa wote tulikuwa tufahamu hii siri ya kwamba Kitana Nandela pamoja na Faru, mlinzi mkuu wa himaya ya Mantale, wote wanatokea himaya fulani ya jirani. Sasa hiyo himaya ni himaya gani hiyo ambayo wana lengo la kuitawala pia himaya hii hapa ya Mantale? Yani kiufupi ni kwamba wanahitaji kuweza kuipindua hii himaya. Sasa chifu wa himaya ya Mantale atambui kabisa kwamba Nandela ni msaliti wa himaya hii, amekuja kwa ajili ya kuichunguza na kwa ajili ya kuishikilia zaidi ili iweze kuwa kama matawi ya himaya yao ambayo ni ya asili. Sasa hiyo ni himaya gani? Nafikiri kwamba huenda ni himaya ya jirani ambayo ni himaya ya Sumve kule ambako anapatikana mwenye mkuu. Sasa kama ni kweli hiyo himaya ambayo mwenye mkuu anapatikana himaya ya Sumve, basi Mr. Ngalewa naye huenda atakuwa anafahamu kinachoendelea, kwa sababu anaka uhusiano kwa namna moja ama nyingine na mtakbiri wa himaya ya Sumve, nikimaanisha kwamba mwenye mkuu. So huenda hata Mr. Ngalewa atakuwa anajua kile kinachoendelea kwa mtakatifu ama mtukufu Faru, mlinzi mkuu wa chifu wa himaya ya Mantale, pamoja na Nandela princess. Sio princess, huyu atakuwa ni Marikia mdogo wa himaya hii ya Mantale. So nafikiri kwamba kuna namna ambavyo Ngalewa atakuja kuhusishwa kwenye kesi hii nzito, lakini ni kwamba uzuri Kitana anatambua yote yanayoweza kuendelea hapa. Tumemuona namna ambavyo Faru alikuwa kijigamba na kusema kwamba lazima atamtafuta Kitana na ahakikishe anaondoa uhai wake, yani anamtoa kwenye hii dunia, lakini hatambui kwamba Kitana sio binadamu wa kawaida. Lakini tusimdharau Mr. Faru, huenda ana kitu kingine cha ziada cha kutuonyesha ambacho kinamfanya aweze kuongea na kujihami kwamba ama kujidai ya kwamba anaweza akampambania Nandela na kumfanya Kitana aweze kupotea kwenye uso wa dunia. Huenda ana kitu kingine cha ziada ambacho sisi hatukifahamu, lakini kwa jinsi ambavyo ninamuona, nafikiri kwamba kitu hicho cha ziada ni mkuki tu basi na mambo mengine. Sidhani kama atakuwa na uwezo wa kupambana na Kitana bwana, aache mambo yake.